أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. صدق الله العلي العظيم. Ndugu zangu wapendwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo insha Allahu taala tunataka kuingia katika sehemu ya 5 ya mada yetu ambayo yazungumzia masala ya malengo, ahdafu tarbiya alquraniya, malengo ya malezi ya Qurani ni yapi, baada ya kufahamu sifa maizi za malezi. Lakini kulikuwa kuna kitu kimoja kilibakia, yana nitatumia hizi dakika 5 kukimaliza, kisha tuingie hapa, sababu zile sifa zilikuwa ni 10 takriban, ambao sifa ya kwanza ilikuwa ni arrabania, kwamba mwongozo wa mfumo huu wa malezi ya Qur'ani watoka kwa Mungu. Pili ni alalamia, na alipokuwa Mungu ni rabbul alamin, ni waziumbe wote. Kwa hivyo na hunu ni mfumo umekuya kwa ziumbe wote, si wa taifa fulani wala si wa kabila fulani. Tatu niliwaambia ni ashumul, alipokuwa mwanadamu ana pembe nyingi, kiroho, kiakili, kifikra, kimwili, mfumo huu umetanganya pembe zote za wanadamu. 5 tukazungumza ni atakamul, kwamba Qur'ani imebalance katika malezi yake, cha mwili kimepewa kwa kiasi na kingine cha roho kimepewa kwa kiasi, na zote zakamilishana. Na hapa ndio tukaingizana neno au sifa ya 5 ni alwasatia, yatembea katika mwondoko wa kati, haikulalia ifrati wala haikulalia tafriti. Ayali ya sherehe yote 6 nikawaambia ni alwaqi'iyya, jana nilisherehe na inshallah mbele tutakuja kuieleza. Waqi'iyya maana yake nini? Ni kuamiliana na kitu katika hali kilivyo, si kindoto. Kwa hivyo ni mfumo umekuya kumlea nani? Mwanadamu. Mwanadamu ni nani?
ni mpungufu, ni mtu wa kukosa, ni mtu wa kuteleza. Kwa hivyo Qur'ani imemtukua kwa mapungufu yake na kumuongoza. 7 ni alwudhu, mafundisho yake yako wazi. 8 ni alyusru wasuhula, mafundisho yake na malezi yake ni mepesi, la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. 9 niliwaambia ni alijabia au alfaalia, Qur'ani yataka malezi ya utendakazi. Ndio Mwenyezi Mungu mara nyingi hathamini, na nitakuja kueleza. Hatutaki elimu, tunataka elimu yenye kufanyiwa kazi. Na ndio utaona nimepiga mifano kwenye madarasa mingi nyuma mimi na kwenye hutuba zangu, utakuta nyuma tulikuwa tuna wasomi wachache na pengine mustawa wao wa kielimu ulikuwa ni mdogo wakilinganishwa na sisi wayeo, lakini utendakazi wao katika jamii ulikuwa ni mkubwa kuliko sisi tumezoangata ma PhD na master. Na nikawaambia, ukamtukua mwalimu wa chuo tu zamani, utampata kwa ile elimu yake ya risala na nini na safina, ameyea maelfu ya vijana katika kile kijiji. Ameyea, sikwambii amekusanya makaratasi akaangika kwenye ofisi yake na PhD sijui una tuzo yani, karatasi zake waziona uwandani. Ukiketi ukizunguka kama hapa mathala leo, wewe mzungumze mtu kama Mwalimu Mkuza hapa kwetu hapo, mzungumze mtu mathalan kama Mwalimu Bwana Heri, mzungumze mtu mathalan kama Ustadh Muhammad bin Ali Al-Khatib, mzungumze mtu mathalan kama Mwalimu Saleh, mzungumze kama mtu wa mwisho ambao Ramadhani mbili hizi hatuko naye, ambao huo kwa mzote Al-Ustadh Said Umar As-Sagab. Kila anapopita ule mwanafunzi wake, ule mwanafunzi wake, ule mwanafunzi, ule amemuyea, ule amemsomesha. Utenda kazi ndio ile elimu chache imeweza kuleta mabadiliko katika jamii. Elimu kubwa tumebaki kuhesabiana tu, kwamba sisi katika jamii yetu mashallah tuna degree 200, sisi tumeelewa, tuna master sijui 50, tuna PhD sijui kadhaa, lakini utenda kazi uko wapi? Sasa malezi ya Qur'ani katika kulea kwake yatilia mkazo sana katika sifa yake alfaalia, alijabia. Umefanya nini, sio umesoma nini peke yake. La mwisho leo nataka kumaliza, nimewaambia niingie mlango mwingine, ni at-tadarruj. At-tadarruj katika sifa maizi za malezi ya Qur'ani ni kwenda pole pole, kwenda pole pole, na si tu kwenda pole pole. Pole pole yenyewe iwe ni hatua baada ya hatua, na ya kwanza iwe ya kwanza, na ya pili iwe ya pili, na ya tatu iwe ya, usirukie ya tatu kabla ya kwanza. Na ndio utaona Mwenyezi Mungu pia ye mwenyewe, mfano wewe ukajiuliza, kwa itikadi tulionayo sisi Waislamu kuhusu Mungu wetu, moja katika itikadi yetu katika sifa zake ni qadirun ala kulli shay, ama sio? Moja katika sifa zake tunazozisoma, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Si dakika, pia dakika nyingi, si nukta, pia nukta ni nyingi. Sasa jiulize suala, ikiwa Mungu kwa uwezo wake huno alonao, ilikuwaje akaumba mbingu na ardhi fi 6 ayami? Jiulize hili suala. Ile siku 6 ilikuwa ni upungufu waliyadhu billah wa uwezo wake, kwamba hakuweza kuziumba kwa siku moja, au hakuweza kuziumba kwa saa moja? Bila shaka haiwezekani kuwa ni upungufu, wa ila itakuwa siye ule Mungu tunayemwamini, alladhi huwa qadirun ala kulli shay, alladhi idha arada shay'an yaqulu lahu kun
Sasa kuna hikma gani, kuna somo gani ataka kutufundisha pale? Sasa ndio yale sisi tutatumia maneno ya kizungu, alikuwa tutumie maneno ya Qur'ani. Tunataka tubadilishe hii thakafa. Sisi tutaambiana Roma haikujengwa kwa siku moja. Si huko ule mfano? Kila tukitaka kuambiana jamaa mambo ni taratibu, ndio hiyo ninaozungumza tadarruj. Huwa tukiambiana Roma haikujengwa kwa siku moja. Mimi ningependa tubadilishe, tunena mbingu na ardhi hazikuumbwa kwa siku moja. Sio Roma haikujengwa kwa siku moja. Tuzungumze vipi? Mbingu na ardhi hazikuumbwa kwa siku moja. Mwenyezi Mungu ameziumba kwa siku ngapi? 6. Ataka kutuonesha nini sisi? Kwamba pole pole, hayawi kwa yeo. Na hili ndio ninaokusudia katika sifa kubwa ya kimalezi, ni at-tadarruj, ni kwenda hatua baada ya hatua. Na mfano mzuri wanaopiga wanazuoni, na inshallah nitakuja kuyarudia haya kwa urefu katika nyasila za malezi katika mlango wa 6 ama 7. Tutakapozungumza nyasila tutairudia hapa, tutaizungumza kama sifa. Ni mfano wa tembo ilivyoshuka Qur'ani. Waarabu ambao katika kuwaeleza mambo yao yuzi nilisahau, katika sifa zao moja walikuwa mbalevi sana kabla ya kupewa Uislamu. Kweli walikuwa ni walevi kupitia kiasi. Na ukitaka dalili, rudia wenyewe wanavyozungumza siku iliposhuka hii aya ya mwisho ya kuwakataza, ikamwambia innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitani fajtanibuhu, mpaka mwisho Mwenyezi Mungu akamwambia fahal antum muntahun. Kwenye sera watuambia siku ile walitoka maswahaba barabarani Madina wakinena naam intahaina, tosha yeo, kukavundwa nyungu, yani mapipa ya mahamri. Watuambia Madina barabara zilikenda mikono kwa tembo linavyotawanywa ile. Basi sasa yote kwisha, kulikuwa kukilelewa kisasa. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuya, kama leo mtu atakwambia huyu ni mtumiaji drugs, sisi tunaona ni method tumeetewa yeo. Huwezi kumtukua mtu ametumia drugs miaka ishamuingia kwenye damu yake, umwambie baina lailatin wa duhaha, wewe wata, ni hatari. Na ndio leo kukae kwa kitu huitwa nini, rehabilitation, ni katika kumuongoza na kumsaidia namna ya kumwatisha ule uraibu taratibu. Haya yameanza na Qur'ani. Qur'ani kitu cha kwanza haikuambia Waarabu msinwe tena tembo kutoka hiyo tabu, pengine wangelikimbia dini wote. Iliandaje? Ilishuka aya ya kwanza ikamwambia yasalunaka anil khamri wal maisir. Maana jamaa alikuwa akimuuliza Mtume, ili tembo vipi uyateremshiwa hukumu yake? Yasalunaka anil khamri wal maisir. Mwenyezi Mungu hakuambia ni haramu wala ni halali, aliwaambia tumieni akili. Raha yanayo nayo raha, si kwamba ati tembo ni madhara tu, raha waila kama alikuwa halina raha hatungeekewa peponi ama sio? Silione kwamba tembo ni kitu kiovu tu, inaona raha zake, naona uzuri wake, na dalili ni kwamba kule liko. Umefahamiana vizuri sana. Sasa Mwenyezi Mungu akamwambia raha linao, lakini angaliani na nini, na shida linao. Na mwenye akili siku zote hubalance katika mambo baina ya raha zake na shida zipi nyingi. Ukiona shida nyingi liwate hilo yamo, ukiona raha nyingi fanya nini? Ndio Mwenyezi Mungu akamwambia qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas, lakini wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, madhara yake makubwa kuliko. Ikawata hapo, haikuambia ni haramu si haramu nini, yani ikawaekea question mark. Sasa kila mtu akaanza
haya mambo ya kufikiriwa, haya mambo takatupunguze, haya mambo ashawa prepare psychological, kaketi pap. Baada ya muda kukaja step ya pili, tadarruji hiyo kanena ye, ikaja ile aya ikiwaambia ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Mwenyezi kwambia si maharamishi, lakini nataka tu wakati wa kuswali mwe sio musinwe, hamuko kwenye ulevi. Sasa tukiangalia hizi swala asubuhi ya dhuhuri, yani simanda ule mwenye kunena huwa halinweki mpaka baada lisha. Si tumefahamiana vizuri? Manake baina ya asubuhi na dhuhuri ukilipiga mahofia yaweza ikaingia dhuhuri bado huko kwenye nini? Sukara, swala haitosi. Kwa hivyo tena wata paka swali ya dhuhuri, na alasiri wata paka swali ya alasiri, na magharibi wata paka ndio kullu shay'in baada salati lisha. Sasa ikawa ni usiku. Sasa wewe ushampokonya mtana mzima ule mtu asinwe tena nini? Tembo. Umeshamuandaa wewe tena stage ya pili. Baada akamwambia wala taqrabu salata wa antum sukara. Kaendelea, ndio ikaja mbati ya tatu sasa. Mbati ya tatu sasa ikaja kufunga. Utaona hizi zote imewapatia choice. Mwenyezi Mungu akamwambia innamal khamru wal maisiru wal ansabu, tembo, kamari. Tupo jamanini? Ansabu ni mawe, wengine hunena ni yale masanamu ambayo hayakuchongwa, kulwa ansabu walikiabudu kama mapande ya majiwe ya Maka. Wal azlamu, azlamu wengine wanena ni zipande fulani walikuwa wakizitengeza wakipigia kura kwenye masanamu wao wale. Zote hizo ni rijsun min amali, hizo ni kazi za mashetani. Fajtanibu, epukani sasa, la'allakum tuflihun. Innama yuridu shaitanu an yuqi'a bainakum al'adawa, mujue huyu shetani mbinu zake ni kupenyeza, ni kusambaza uadui baina yenu, walbaghdha, na matukivu, na haya husababishwa fil khamri wal maisir, katika tembo na katika kamari. Wayasuddukum an dhikrillah, na awakingilize kumtaya Mwenyezi Mungu. Wa anis salati, na kuswali. Kisha Mwenyezi Mungu mwisho akamwambia fahal antum muntahun, sasa mtakoma. Sasa hapa basi ndio wenyewe wakanena naam, intaha. Sasa huu ni mfano. Mfano mwingine waweza kuutukua ni kuteremshwa Qur'ani kwa muda wa miaka 23. Kwa nini? Zitabu zote zingine zimeteremshwa daf'atan wahida. Taurati imeitwa daf'atan wahida, Injili imeitwa daf'atan, lakini Qur'ani imeteremka hububu, simandia wazee. Ndio inaitwa an-nuzulu tadriji min at-tadarruj. Ndio hiyo. Kwa nini? Ni katika huko kutufundisha. Pia ukirudi ukisoma kwa uzuri tarikhi ya nuzul Qur'an, utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aloyateremsha mando ni yapi, yalofuatia ni yapi, itakupa wewe. Ndio yale nikakwambia katika maana ya tadarruji ni kulijua la kwanza ni lipi, la pili lipi, la tatu lipi. Shawahi kuwatolea kile kisu, amekuja jamaa miaka 40, alikuwa si Muislamu, amekuja kwa tu sisi taka kusilimishwa. Mimi nimeishi na Waislamu na upenda Uislamu, taka kusilimishwa. Alhamdulillah, tukamsilimisha. Mmaliza kumsilimisha huyo, tamfundisha nini? Papa umentukua, ndo kuswalisha tarawih, ndo kuswalisha swala za tahajjudi taratibu shekhi. Mando anda shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, sio la kwanza. Pili, iqamu, ambao ndio swala ya wajibu. Hiyo suratul Fatiha ipata, keti umsomeshe suratul Fatiha, keti umfundishe katika rukuu yale wajibatu, usimtie kwenye sunna mando. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, basi mara moja tu. Ya tatu takuya baada, na kisujudu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi.
mtukueni taratibu taratibu. Akitoka hapo muingize kwenye ibada nyingine ya wajibu, mpaka baadaye utakuwa kumweta sasa kwenye itikafu, kwenye salatu leili, kwenye kadhaa, hayo masala mengine. Hii ndivyo dini ilivyokuwa, na ndio utakuta watu Maka kwa muda wa miaka 13 hawakuetewa mambo haya. Mwanzo walijengwa nini? Itikadi, na haya inshallah tutakuja. Mpaka hapa nitafunga leo na mlango huu wa 4. Hizi ni sifa 10 twaweza kudai kuwa ni sifa maizi za mfumo wa malezi ya Qur'ani, na yoyote atakayekutekeleza malezi kwa mujibu wa mitazamo ya Kiislamu, sawa ukiwa ni baba nyumbani au ukiwa ni mama au ukiwa katika madrasa au katika shule au katika taasisi, ni muhimu sana uyazingatie mambo haya 10. Ndugu zangu, sitoweza kuyarudia mara kwa mara. 10. Hata mwanao katika kumwea, sifanye haraka, kidogo kidogo. Kila kitu ni mazoea. Mtu kama hajazoea ni tabu sana kumfanyisha kitu. Wewe hala kama huna tabia ya kusoma, si mtu wa kusoma, una ile reading thaqafatul qiraa kwako hakuna, tia nia wenda kuanda. Utaona skuli ya kwanza ukimaliza peji 2 peji 3 umeweza kuthakilika, mate mkufunga kiza, hati huzioni, maungo huikonyoa kwa huku, ukiikonyoa kwa huku, huketi kila aina ya maketo. Manake mara utamuona kama ule paka, mara ulala ukainua guu dakika 10 tu. Hivyo wewe kama huyazoea kuisoma hii Qur'ani, huyazoea mambo ya kuweka hizbu na nini nyumbani ukashikilia kusoma, si kazi rahisi. Anda uangalie, ukimaliza aya 20-30 na siku ya kwanza siku ya pili mara shetani kuingia kwa huku, mpaka uendelee ujizowezeshe, utafika wakati kwa siku za kusoma mpaka peji 200. Utastaajabu ukiambiwa kuna baadhi ya wasomi kwa siku mtu alikisoma peji 300, peji 250, peji 400. Kusoma si kusoma gazeti, kusoma kiuchambuzi, asoma zitabu na huku akifikiria, akizini. Wako watu waweza, lakini ataka nini? Mazoezi, na uande hatua baada ya hatua. Twende katika sehemu ya 5. Nimeiita sehemu ya 5 ahdafu tarbiya alqur'aniya wa maqasidiha. Na hii sehemu ya 5 ndugu zangu ndio moyo wa mfumo wa malezi ya Kiislamu na ya Qur'ani. Moyo wake uko hapa, na tukifaulu, mimi mwenye kunena na nyinyi wenye kunisikiza, kufahamu maksudi ya kinachozungumzwa hapa, ni parefu patasimama na sisi siku 3-4, na mimi nayatukua maneno ya maulama wakubwa kwa kadiri ya ufahamu wangu kuyaeta. Tutaweza kufahamu yale maswala mingi naulizwa mimi, tutaanza wapi, tutatembea wapi, tutashika lipi, tutaleta vipi mageuzi, tutayapata hapa. Lakini si majawabu ya mubashara kama utakao wewe tu kikapu. Ni pajambi, ni majawabu ukiyaunganisha utatengeneza jibu kamili la kutatulia matatizo yetu. Suala ni hili, chochote anachokifanya mwanadamu, chochote, kabla sijaja kwenye Qur'ani wala kwenye malezi, ni lazima, kama afanyao mwanadamu, si mnyama, ni lazima ana lengo, lazima. Sawa lengo lile ni la halali ama ni la haramu, haijalishi. Mimi siko hapo, siko kwenye kutathmini aina ya lengo, niko kwenye kubaini uwajibikaji wa kuweko lengo basi. Kisha lengo litakuwa lipi, hayo ni masala mbali, haiwezekani. Bali al-allamatu Tabatabai katika baadhi ya vitabu zake za falsafa kama Bidayatul Hikma anena hata yale tuyaonao ya upuzi, si mambo yasiokuwa na malengo, sisi huyamkuwa mambo ya upuzi. Hata yale tuyaonao ya upuzi
yana malengo yakiwa hufanywa na mwanadamu, japokuwa malengo yake pia ya upuzi, lakini lengo lifanye nini? Liko. Akapiga mfano, utamwona kuna watu hawezi kuketi mpaka saa zote wewe utezea nini? Ndevu zake. Utamwona tu saa zote ufanya nini? Usokota ndevu. Ameupiga mfano huu toba. Akapiga mfano, kuna wale wabeba tasbihi mkononi, saa zote apenda kufanya nini? Teza. Kuna wale wapenda kuwalisha nini? Zanda, sio? Kila mmoja na adiri zake. Kuna wengine utamwona saa zote upeka mabega namna hii tu yao, sio? Zote zile, hata harakati zile al-Allama Tabatabai amezithibitishia zina nini? Zina malengo, licha kuja katika mambo makubwa. Na si mahala pake hapa pa kuelezea. Moja inaweza kuwa katika lengo ni raha nafsia, ndio pale anapoketi akawa huzivuta zile ndevu zake, ana hisia, yani yajidu rahatan muayyana nafsia, apata ladha muayyana. Ile ladha anayoipata ndio lengo lilomfanya yeye atezee nini? Ndevu zake. Sijui tumeelewana vizuri sana. Kwa hivyo matendo yoyote anayoyafanya mwanadamu hayafanyi bila ya malengo, hata kama matendo yale twayaona sisi ni ya kipuzi kwa mato yetu, kwa mwenye kufanya ana malengo ayafikia kwa matendo yale. Tumekubaliana mpaka hapa? Hiyo nukta ya kwanza napenda muihifadhi. Nukta ya pili, lengo ukilitaamali liko mwanzo liko mwisho. Vizuri sana. Lengo ukilitaamali liko mwanzo liko mwisho. Mfano, wewe kama fundi sarumala, tukapita tukakuona ushishezi bao, ufanya nini? Ung'ang'awana nazo, pejaranda, ukikata, ukifanya kadhaa, tukakuuliza lengo lako ni nini? Au swala kabla ya lengo, batengeneza nini? Ukatuambia mimi naunda kiti. Sawa, lengo ni na kuunda kiti, kuketi. Kwa hivyo nataka mulishike aljulusu, sio kuketi, ndiyo lengo la kuunda kiti. Ili kupatikane kuketi, hili tendo la kuketi laja mwanzo kabla ya kuundwa kiti ama laja mwisho? Laja mwisho, sio? Paka kiti kimalizike ndio ufanye nini? Uketi. Lakini huyu fundi anayetaka kuunda kiti, kabla hajakiunda na hakujapatikana kiungo cha kuketi, lilomsukuma aunde kiti nini? Kuketi. Sio, mmenielewana vizuri sana? Kwa hivyo kabla hajaunda kiti alisukumwa na fikra ya kuketi, lakini fikra ya kuketi ilipatikana baada ya nini? Ya kuunda kiti. Kwa hivyo kuketi ina mustawa mbili za uwepo. Mustawa wa kwanza ni uwepo wa kifikra na mustawa wa pili ni uwepo wa kireality. Uwepo wa kifikra huwekombee kabla ya kiti, ndio ikakusukuma utengeneze kiti. Uwepo wa kuketi kireality hupatikana baada kushatengenezwa kiti. Mmenielewa mpaka hapo? Nataka kufika wapi? Malengo yakitokuwa wazi kwenye fikra zetu hayawezi kutupa msukumo kutengeneza harakati zitakao kutuhakikishia malengo. Sijui mmenielewa? Huyu fundi kama hajawa wazi katika akili yake na fikra ya kiti anachokitaka, aweza kukiunda? Aweza kukiunda? Hawezi. Kwa hivyo kabla hajakiunda kiti ni lazima awe na sura bazi ya lengo analolitaka. Ataka kuketia kiti, atakaye kuketia nani, ni kilo ngapi, ni mrefu kiasi gani, amea mwili kiasi gani, ndio aweze kukitengeneza kiti kitekeleze lile lengo. Na sitaki kuwaingiza kwenye falsafa sana, ninachotaka mimi ni kwamba ndio ile mfundishwa yeo katika masemina nini, kwamba lazima tuwe na vision mwanzo.
hakuna haraka yoyote itakayoweza kufanywa kabla ya kuwa na nini, na vision. Wanamaanisha nini wakisema vision, yani ru'ya? Wanamaanisha yale malengo yako ya mbali ya mwisho unayoyataka kuyafikia. Tupo jamani? Sasa sisi tunataka kuilelea jamii, na hapa ndio tunapishana. Jana niliwaashiria Waislamu wote wazungumza kwamba katika jamii zetu tunataka tuwe na skuli zetu. Waislamu wazungumza tunataka tuwe na madrasa. Madrasa tunazo, lakini taswira yetu ni moya ya tunachokitaka kitolewe pale madrasa. Sijui tumeelewana vizuri sana. Mimi niloanzisha madrasa na sisi walimu tulioko madrasa tunaosomesha, na mtoto anaoletwa madrasa kusoma, na wazazi wanaomleta kusoma, je, taswira yao ya malengo ni moya ama kila mtu una malengo yake? Muko na mimi? Sasa pale ayapo mtu akanambia mimi, Ustadhi, madrasa zimeketi miaka huku, kama ile suala tulioulizwa ya hazikuwa na faida yake yoyote gani? Hazikucreate watu kupata kazi, hazikucreate madrasa nafasi za watu kufanya kazi. Sasa ngoja, kwani tulipotengeneza madrasa lengo letu lilikuwa nini? Tupo wewe ulipomshika kijana chako mkono ukampeleka madrasa, nazungumza madrasa kusoma dini, ukampeleka madrasa, ilikuwa lengo lako akitoka awe daktari? Ilikuwa lengo lako akitoka awe engineer? Ilikuwa lengo lako akitoka pale andikwe kazi? Hawa wenye madrasa hawako hapo. Maniona tofauti ya malengo? Tukitoketi tukawa wazi tutarushiana. Ndio ile tulipoketi tukaunda baraza mfano la maimamu. Sitaki kudara watu pengine ni msamiati, na kusudia baraza bimaana am, sikusudii baraza gani. Au tukaunda baraza la wazee, au tukaunda mathala sijui chama cha wanaharakati au kadhaa. Ilikuwa malengo ya waundaji yapi? Na je, jamii walifahamishwa malengo yapi? Sasa yeo wewe uko kwenye baraza la siasa, mara uone watu wamekuya huzengea sanda. Sijui tumeelewana vizuri sana. Kuna mtu amekufa uzengewa nini? Uzengewa sanda. Iya hukuwetwa wapi? Kwenye baraza. Mkiwaambia sisi si kazi zetu, basi kuna uongozi nawe katika jamii hii bana, tuate bana. Tupo vizuri sana jamani. Na haya yako sana. Paka sasa sisi hatuna taswira kamili maana ya kuvoti nini, malengo ya kuvoti nini. Ule tunayemvoti tunayemuita MCA, malengo atakatufanyie nini? Azike, ai tausiani, ai harusini, ai matangani, ai kunipa pole kila nikifiwa, ashike simu zangu, afanye nini? Mbunge afanye nini? Sasa utakuta na mbunge naye huyo kusimama, sitaki kuwachapa watu sana, na wengi sitaki kuambia wote, au MCA huyo kusimama, ukimuuliza wewe huyo kusimamia MCA nini? Mimi nitakomboa watu wangu. Taratibu, neno komboa mpana sana, hata Mtume Muhammad alikuwa kukomboa. Kukomboa yeye, ala tuwekee wazi malengo yako. Komboa yeye ndio kufungua zisima za maji. Ndio kufanya nini? Wewe wajua jukumu lako la kwanza ni kutengeneza sharia kama member of parliament. Wajua hiyo katiba umeijua, umeshapitia mambo haya. Wewe jukumu lako ni kutuwakilisha sisi katika mabunge ya county kama ni MCA, ama katika mabunge ya nini, ya national ya serikali kama ni nani, ni mbunge, katika kuunda sharia, katika kusimamia utekelezaji wa nini, ba executive zile zinazotekeleza katika mimi si hodari mambo hayo, pia sitaki kuingia sana kale na maneno ambayo sio haya. Bayayua na habari nayo kama yeye ayua kugawanya unga Ramadhani, ayua tende Ramadhani, kisha kila msikiti imekwenda. Tuko na mimi vizuri sana jamani, malengo. Na ndio nikakwambia moyo wa kila kitu, kila mfumo
Kila haraka ni malengo, na watu kuwa na malengo mamoya na miondoko mimoya, na ndio utaona si kawaida kwetu sisi kuanda kitu tukamaliza pamoja. Mara utaona kumetekwa, mara kumepijika mapande zimekuwa ziwili, mara zimepijika na zile ziwili mapande zimekuwa zingapi? Zinne, mpaka zimesikilia kwenye zisogawanyika. Sababu ya kimsingi ni nini? Sitaki kunena watu vile tule ni mabaya ule nini, ni ruya yetu si moya minal bidaya, na tuna yale mambo hataelewana hata katika maisha yetu. Wewe mama mkuu nruyo kufanya biashara, nruyo taka ushirikiane na mimi tufanye biashara, sawa. Lakini sasa tuwe kutoka mando, mshahara wako ni hunu, livu yako ni hii, ofu yako ni hini, utaingia kazini saa fulani mpaka bana sisi ni brothers tu bana, kuna neno sio kuna neno, kuelewani mapema. Hundo Uislamu ndio ile ni brothers, ni marafiki, ndio utaziona henda kimsobe hizi. Hakuna line za kutuguide kwamba zaendelea. Kinyume waangalia ni wenzetu, utamuona mtu kama jamii za kidini amemwandika mwane kazi dukani, huku ufanya kazi primary, huku ashamwekea mshahara na limit na chake ni kipi na nidhamu ya kuingia kazini. Sio ili duka la baba, sio hilo. Hapa ni kazini, iwe ni duka la baba iwe si duka la baba, hapa ni kazini. Ruya mapema, makubaliano mapema. Na Waswahili wetu wametufundisha, lakini sisi huyanena tu, kama mifano yao si mizuri, mengine hutumia maneno maovu. Ndio ile mfano nena ungue huagana wachenda. Kwa hiyo maana yake sio neno kwa jana. Sasa nguwe huagana wachenda, yani nguruwe ajalakumullah wakiwa waenda kuvamia shamba na mtu kulila, huagana kabla hawajaingia kwenye ile shamba. Kukitokea la kutokea, tutapambana wapi? Tupo vizuri sana, tutapambana Taifu mathalan. Sio masala tumeingia hula mara ametokea mwenyewe. Akitokea mwenyewe pale kuna time ya kuweka mitwingi ya kuambiana, sasa jamaa tutakimbia kwa mlango upi, na baadaye tukishakutandukana tutapambana wapi? Wao kabla mission haianza, kitu cha kwanza ni hadafu, kutapambanwa wapi future. Ndio hiyo Waswahili kanena nguwe. Ndio utasikia mtu bana, tuelewane, mashuka pali pale kwambia ustadhi nimekutukulia begi ngapi bana? Ustadhi mimi na wewe hatukosani bana, twende tu. Tumwambia nguwe huagana machendra shekhe. Usiniambia tukosani, usikidia nyumbani begi la kilo 20 hata shilingi 500. Siziko lugha hizi sana. Utamwambia mtu kumpa kazi ya fundi, wewe nataka unipigie rangi hapa hichi kikuta. Sawa, ngapi? Ustadhi bana, wewe angalia chochote tu bana, mimi na wewe tuwezi kukosana. La, nguwe huagana machemba. Ndio hiyo maana yake. Sasa tuje katika mada yetu. Je, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika utendakazi wake ahitaji malengo? Narudia. Je, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika utendakazi wake ahitaji malengo? Kwa sababu tukirudi nyuma, ustadhi umetuambia kwamba mfumo wa malezi ya Kiislamu katika sifa yake ya kwanza ni nini? Ar-Rabbaniya. Ni mfumo wa nani? Wa Mungu. Anayeweka malengo nani? Ni Mungu. Je, Mungu hahitaji kuweka malengo? Naam, ahitaji. Kwa dalili zipi? Aya za Qur'ani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani aya ya 115 Suratul Mu'minun asema kwa ndia ya kuuliza, question mark, ya kustaajabu na kushangazwa, afahasibtum, madhani nyinyi, annama khalaqnakum, kwamba sisi tumewaumba nyinyi abatha, bila ya malengo na tezo tu, yani kwamba Mungu alikuwa hana la kufanya kama wewe unapotengeneza zibonzo ukaunda. Ni Mungu auliza,
afahasibtum, atuuliza sisi, annama khalaqnakum, kwamba sisi tumewaumba nyinyi, abatha, upuzi tu yani, wa annakum ilaina, na kwamba ati mutaishi tu hapa duniani, mutakufa, mambo yamekwisha, hakuna chochote, hakuna hisabu, hakuna pepo, hakuna moto, hakuna chochote. Itakuwa ni upuzi ikiwa maisha yatakuwa namna hiyo. Na je, Mwenyezi Mungu hufanya mambo ya upuzi? Aya ya kwanza. Aya nyingine Mwenyezi Mungu amewata neno abatha, amanena laibin, hatukuumba mbingu na ardhi na ziliomo kati yake sisi tukiteza, asi matezo. Hapa kuna kitu cha takikana na kuna kitu cha tafutwa, na mambo yamewekwa kwa hisabu. Aya nyingine Mwenyezi Mungu ametuambia atakaye kuwa na fikra hizo za kwamba ati Mwenyezi Mungu ameumba ulimwengu wote huu, ameniumba na mimi na mwanadamu, hakuna lengo lolote, hiyo ni fikra ya kikafiri. Mwenyezi Mungu ameisifu hivyo katika suratu Sad aya 27. Mwenyezi Mungu asema wama khalaqna as-samaa wal ardha wama bainahuma batila, hatukuumba mbingu na ardhi na ziliomo kati yake kibatili. Dhalika, fikra hiyo, dhannu alladhina kafaru, ni dhana za wale walokufuru. Fawailun lilladhina kafaru minan nar, basi ole nda wale wenye kufikiria fikra hizo. Kwa hivyo wewe ukizisoma aya hizi za kuweka mbele ya fikra gani? Kwamba la, haya maumbile yana hisabu, haya maumbile yana malengo. Suala la pili, kuna mjadala hapa sasa baina adilia yani inakusudiwa imamia na mu'tazila na wengineo kama ashaira na ahli alhadith. Hao wasema itakuwaje Mungu awe na lengo? Ni dalili ya upungufu, na Mwenyezi Mungu si mpungufu. Sisi tuamini Mwenyezi Mungu ni kamili. Yoyote anayefanya tendo akawa na lengo kwenye tendo lile, huwa lile lengo laja kumkamilisha baadhi ya upungufu alionao. Unapokwenda kusoma chuoni, sukuli, madarasa, mgumbaro, hata kwa ustadhi darasani, huwa wewe umekwenda kusoma, lengo lako nini? Ni kuelimika. Kwa hivyo ulikuwa na jahili, na jahili nini? Ni upungufu. Ulipokwenda kufanya kazi, lengo lako nini? Ni kupata mali. Kwa hivyo ulikuwa na fakr kabla ya kufanya kazi, na fakri nini? Ni upungufu. Sasa taja kila kitu, malengo. Sasa je, Mwenyezi Mungu, waliyadhu billah, jamaa tuko kwenye mada za kielimu, ngoja paka nimalize. Je, Mwenyezi Mungu ameumba huu ulimwengu na ziliomo ndani, akaumba na wanadamu, ana malengo yamkamilishe udhaifu aliokuwa nao? Mathalan, alikuwa ni mpungufu wa jeshi, akaona aengeze jeshi. Alikuwa ni mpungufu wa ashira, akaona awe na ashira kubwa, na kadhalika. Bila shaka utasema la, haiwezekani kwamba Mwenyezi Mungu atakuwa na malengo. Kwa hivyo si lazima Mwenyezi Mungu zitendo zake ziwe na nini? Na malengo. Hawa wamefikia kwenye natija kupitia hapa. Jawabu, tuje kwa wanadamu na Mwenyezi Mungu, lillahi almathalul ulia. Malengo, matendo wanayoyafanya mwanadamu, malengo yake yako aina ngapi? Aina mbili. Kuna tofauti ya wewe kwenda chuoni kusoma, kuna na tofauti ya wewe kumpeka mwano chuoni kusoma. Muko jamani, ni vizuri? Kuna tofauti ya wewe mtu mzima kutoka ukatia juzu kapwani na mswahafu uenda uchuoni kusoma. Kuna na tofauti ya kumwangata mwano mwenye miaka 4 5 ukamtilisha juzu kapwani uenda kumpeka chuoni kusoma. Alokwenda chuoni nani katika yote mawili? Alokuwa na uamuzi wa kutenda nani? Ni wewe, si kijana. Yote matendo yako, mara umekwenda mwenyewe, mara umempeka mwano. Na mimi nimekwambia kijana wa miaka 5 6, sikwambia barobaro mzima, sio? Yote yale una malengo.
Aha, nikikuuliza lengo la kwanza la wewe kwenda chuoni kusoma ni nini? Utaniambia ili nielimike. Kwa hivyo wewe ulikuwa mjinga, sasa wataka kuelimika. Liweke kando hilo, kwa Mwenyezi Mungu haliwezekani. Aha, ulipompeka mwana kusoma ilikuwa lengo nini? Nataka yeye, sio wewe. Upo vizuri sana, nataka yeye ailimike. Kwa hivyo wewe waweza kuwa ni ayatullahi al-udhma, lakini ukaamka asubuhi hakuna usoliliwa katika hii dunia, umemshikamana ndio kumpeka kufundishwa A for apple. Sawa? Tukikuuliza kitendo hiki ukifanyacho lengo lako nini? Utatwambia lengo langu nataka mwanangu afanye nini? Ailimike. Je, lengo hili lathibitisha upungufu kwako au lathibitisha upungufu kwa yule kijana? Sijui tumeelewana vizuri sana. Sasa suala, Mungu alipoumba sisi wanadamu akatuletea mwongozo wa malezi, ilikuwa malengo yake ni sampuli ipi katika hizi mbili? Ni sampuli ya yeye mwenyewe kwenda chuoni ama ni sampuli ya kutupeka sisi chuoni? Ha? Kwa hivyo Mungu ana upungufu? Hana upungufu. Ukiswali swala yamfaa Mungu ama yatufaa mimi na wewe? Kwa hivyo mwenye upungufu nani? Ni sisi, si Mwenyezi Mungu. Tukifunga ndana kiu yatujenga mimi na wewe ama yamjenga Mungu? Yatujenga mimi na wewe. Kwa hivyo mwenye upungufu ni sisi ama ni Mwenyezi Mungu? Ni Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo sisi twasema matendo ya Mwenyezi Mungu yana malengo, lakini malengo ya matendo ya Mwenyezi Mungu ni malengo yanaurudi kwa wenye kutendewa, si kwa mtendi. Upo, inaitwa alghayatu alfi'liya, si ghayatu fa'iliya. Kuna lengo la rudi kwa mwenye kutenda, mtendi, kuna na lengo la rudi kwa mwenye kutendewa. Ndio Mtume sallallahu alayhi wa sallam walipokwenda masahaba, sikizani nzuri hii, wakamwambia ya Rasulullah, tumekuja kukupa shukrani, kazi uliotufanyia ni kubwa sana, umetutoa katika giza, umetuatisha kuabudu masanamu, yani umetupa neema kubwa sana, tukulipe nini? Masahaba wamuuliza Mtume, tukulipe nini? Ndio ikateremka ile aya maarufu, qul la as'alukum alayhi ajran illa almawaddata fil qurba. Ukisoma tarikhi ya Qur'ani na mitumi wa nyuma, kila mtumi alikuwa akikanusha suala la kutaka kulipwa, hataki kabisa. Hata yule Habibu Najari kwenye suratu Yasin alipokuwa akiwaedhea wale jamaa wakiwapinga mitumi, dalili alowapa kwamba wale ni mitumi ni kwamba hawataki nini? Kulipwa. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun, fuateni watu ambao hawataki kulipwa. Isipokuwa Mtume Muhammad peke yake ataka kulipwa. Sikilizani nzuri sana, pana utata katika alitaka kulipwa vipi, na mitume hawafanyi kazi kwa ajili ya malipo. Nataka kuja kuwafafanushia hilo lengo la rudi kwa nani. Hebu tumuulize, malipo yatakao nani? Mtume sema nataka kupendewa jamaa zangu. Kuwapenda jamaa zake kwa mfaidisha nini? Mtume hakumfaidishi chochote, wawafaidisha nyinyi. Kwa ibara nyingine, nyinyi mmekuja kunipa shukurani kwa kazi nilowafanyia mimi leo nawaambia, nawatia na kizazi changu kiendelee kuwafanyia hii kazi. Sijui mmenielewa vizuri sana. Nawatia na nani? Sile inni tarikum fikum athqalain kitab Allahi wa itrati alam. Simo kunipa shukurani, yani mimi narudi tena na maregesho ya nini? Huduma. Ndio kwenye aya yakajibu, wa ma sa'altukum min ajrin, na ule ujira nilowaomba, falaysa li fahuwa lakum. Qur'an maneno pia warudi faida yenu kwenu nyinyi. Aya nasi sore,
wama sa'altukum min ajrin, ile ujira mlipokuwa kuniuliza pale munilipe nini, nikawaambia la as'alukum ajran illa almawaddata fil qurba. Ujira ule pia manufaa yake na faida zake fahuwa lakum. Mtume hataki, hana faida, hana malengo pale, yarudi kwenu nyinyi. Ndio hii Mwenyezi Mungu atuambia haya malengo ninayowaekea pia faida zake zarudi kwa nani? Kwenu nyinyi. Nafikiri tumeelewana vizuri sana. Tukisha kujenga misingi hii, sasa tuje katika kuonesha malengo ya malezi ya Uislamu. Ukiusoma ulimwengu, ardhi, nyota, bahari, miti, nyuni, tayankuwa maina mtakayo. Tanena yua hutoka likifanya nini? Likitwa. Mwezi hutoka kita, ukua paka ukakamilika, ukarudi paka ukawa mtoto. Mai huyana kufanya nini? Na kufuma. Ulimwengu wote uko kwenye haraka, na kila kitu cha taharak bihasabihi. Mai ya pwani yana harakati zake, utaziita almaddu waljazr, kuyana, kufuma. Mwezi una haraka zake, uite jina lake la kisayansi. Yua uite, wanyama, kila kitu. Bana sayansi leo wamethibitisha, kabla ya kuja kwenye dini, ukizisoma hizi harakati zote za ulimwengu na kila kiliomo ndani, utaziona ni uzi moya zalenga mahala pamoja. Yani ni kama mwandamano wa zafa na mshindo wa zafa. Kila kitaharakicho hutaharak dhimna majmua. Mathalan leo niwape mifano rahisi. Ikiwa jua liko hapa na mwezi uko hapa na dunia iko hapa, na ile gap baina ya mwezi tujalie ni inchi 20 hapa na hapa ni inchi 20. Lao itakuwa inchi 22 kutakuwa na matatizo, lao itarudi iwe inchi 18 kutakuwa na matatizo. Lakini na hii ardhi hutembea na hili jua hutembea, mpaka katika kule kutembea kwao wahifadhi zile inchi 20 zisipotee. Umenielewa vizuri sana? Wa ila lao kingekuwa kila kitu cha tembea kivyake, mara tungeshtuka hapa kumekuwa kama kule kina skimo. Manake mara jua kama wale walongia kudance hawakufanya mazoezi uzuri. Mara ukishtuka ule mmoja ameekelea kule, ule mmoja ameekelea kule. Ewe si hiyo walikuwa tumeagana mshindo hunu sote twende upande hunu. Si umeshaona zile dansi za group? Wale wanavyo move kwa pamoja zile harakati, wakakutengenezea shape, mara nyingine ukaiona imekuja kashata, mara sijui imekuja kadhaa. Lakini mmoja katika wale watu 10 akitaharaki kinyume na haraka za wale wengine, ataiharibu ile shape. Umenielewa vizuri sana jamanini? Hivi ndivyo wanasayansi wanavyotoka nje ya huu ulimwengu, wakazisoma hizi mamia ya manyota na maelfu na kila kilioko katika hii dunia. Kila kitu cha tembea kwa hisabu yake. Si tu kila kitu cha tembea kwa hisabu yake, na kila kitu kikitembea katika hisabu yake hukalkulate kabisa na hisabu za mwenzake. Yani yua likitaka kwenda huku la kalkulate kabisa hisabu, na ardhi itabaki kuwa karibu na mimi kiasi gani. Nikitaka kuzungumza kwa lugha rahisi sana jamani, hizi hazifai kuzungumzwa namna hii kwenye sayansi. Ndio ile Firauni alipomuuliza Nabii Allah Musa, baada ya Nabii Allah Musa kumkanushia kwamba hizo nadharia unazo wewe za kimungu zote za makosa, alimwambia yeye, faman rabbukuma ya Musa, katika sura Taha, faman rabbukuma ya Musa, hala nielezeani ho mola wenu mlezi ni upi? Alimwambia yeye, aya nataka baadaye mkitoka leo nitawasimamisha hapa, kila mmoja akakete fikirie, na ukiwa una zitabu za kusoma tafsiri au tafsiri. Short jawabu ya Nabii Musa na Harun waliomjibu Firaun, lakini ndio haya yote ninayoyazungumza sasa yatoka hapa. Anambia qalu rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada.
Mola wetu mlezi ni ule mando alokipa kila kitu maumbile yake, kisha isitoshe akakipa kila kitu mwongozo wa kutembea katika maumbile yake. Uko vizuri sana? Sio tu aliliumba jua, sio tu aliumba mwezi, sio tu aliumba bahari, aliumba na ndani ya ile bahari kuwa ya kutembea katika nidhamu anayoitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio qalu rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Na masoma kila siku katika sabih isma rabbikal a'la, maneno hii alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara, wakati umemalizikia walladhi qaddara. Nataka multukua tu ilo neno qaddara, kisha kaunganisheni kidogo na suratu Yasini ile wal qamara qad kwa neno qaddara tu hapa, nena walladhi qaddara fahada, kule neno wal qamara qaddarnahu. Alipofika kwenye hiyo nena dhalika taqdirul azizil alim. Hizo ndio zipimo za Mwenyezi Mungu alizoziweka katika haya maumbile. Inshallah kesho tutakuja kuendelea zaidi ya hapa. Napopataka kufika ni pale Mungu anapotaka ulimwengu uwekelee wapi. Ndio tutafute lengo sisi, tukiwa ni sehemu katika huu ulimwengu. Tutafuata zafa zote tuwekelee pamoja, ama wanadamu ndio peke yake watatoka kwenye zafa watembee peke yao. Walhamdulillahi rabbil alamin.